هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا سيد الوصيين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Ndugu zangu, leo ni siku ya pili ya mwezi mtukufu wa Muharram, na kwa magharibi hii tayari tumeingia tarehe ya pili ya mwezi mtukufu wa Muharram, na ambapo tumo katika mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1448. Jana katika mazungumzo yetu ambayo tuliashiria kwamba tunamzungumzia kijana kupitia miwani ya mapambano ya Karbala, ambayo yalikuwa na kundi kubwa la vijana ambao walikuwa na mchango mkubwa sana katika kupigania ukombozi wa dini yetu na kuwa tayari hata kupoteza maisha yao kwa ajili ya hii dini kutufikia salama. Na tumesema kwamba umma wa Kiislamu, hasa unapofikia mwezi wa Muharram, unaishi baina ya furaha na huzuni. Kuna umma ambao unapongezana na kupeana salamu za pongezi kwa sababu ya kufikiwa na mwaka mpya wa Kiislamu. Na si hivyo tu, bali kuna nchi ambazo ile tarehe moja ya Muharram kwao ni holiday, ni siku ya mapumziko. Na tumetoa mfano mahala fulani kwamba kwa mfano kwetu Zanzibar, katika nchi ya Tanzania, leo ilikuwa ni siku ya mapumziko kwa sababu ni tarehe mosi ya mwezi wa Muharram, ni mwaka mpya. Na nchi mbalimbali huko duniani kama Kuwait na nyingine, leo walikuwa katika sherehe za mapumziko. Na concept ya siku kuu na siku ya furaha na siku ya mapumziko katika Uislamu, lau ukifuatilia zile sikukuu zetu kwa ujumla, utagundua kwamba huwa ni sikukuu baada ya injaz muhimma, utekelezaji wa wajibu fulani wa kiibada au wajibu fulani ambao unatarajiwa kuleta ukombozi, mabadiliko, changes. Ndio concept ya sikukuu katika Uislamu. Na ndio utaona tunapomaliza sisi ibada ya funga, baada ya hapo tunapewa zawadi
na Mwenyezi Mungu, tunatunukiwa siku ya Idi baada ya kumaliza ibada ile. Lakini ibada ya funga maana yake ni kuleta mabadiliko kwa mtu mmoja mmoja katika sisi. Kwa lugha nyingine ni sehemu ya ukombozi wa mmoja mmoja katika sisi. Ukombozi unaanzia kwa mtu binafsi, yeye mwenyewe anajikomboa vipi kutokana na minyororo ya sheitani. Na ibada ya funga ile kwa kipindi cha siku 29 mpaka 30 inakuandaa wewe kuwa na uwezo wa kupambana na sheitani, kwa lugha nyingine kubadilika, uwezo wa kujikomboa kutokana na minyororo ya sheitani, sio? Sasa ukishamaliza pale unapewa fursa ya sikukuu, siku ya furaha, siku ya mapumziko. Ndio concept ya sikukuu katika Uislamu. Na unapomaliza ile ibada ya hija, na kwa wale ambao hawajaenda katika ibada ya hija, ukafanya zile amali zote za mwezi wa Dhulhijja, mfungo 3, mustahabati zote ukazifanya, ukafunga mpaka siku ya Arafa, ukafikiwa na siku ya Idi, ile ni pongezi baada ya injazi ya ibada. Sasa pale matarajio ni kwamba sasa huyu mwanadamu anaweza kubadilika kutokana na ibada ile, ana injazi, amefanya jambo kubwa la kimabadiliko, mabadiliko ya kiroho, mabadiliko ya ukombozi dhidi ya sheitani. Anapokwenda kule pia anampiga sheitani mawe. Na hata katika ile inayoitwa Eidul Akbar, Eidul Ghadir, ni pale ambapo tumefanya kazi ya kutoa bai'a na kiapo kwa kiongozi. Jambo kubwa sana la kuhakikisha kwamba Waislamu baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wametoa kiapo cha utii kwa kiongozi wa umma. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kama kule tulikamilisha ibada moja tu ya funga, tukapongezwa na Mwenyezi Mungu kwa matarajio ya mabadiliko tuliyoyapata, liberation tuliyoipata katika saumu. Kama ibada ya hija, ibada moja tu, tumepewa tunuku, zawadi ya siku ya Eid al-Adha, kwa matarajio ya kwamba tumempiga sheitani mawe, tumejikomboa, sasa ni binadamu wapya, na anayekwenda hija hufutiwa madhambi yote kana kwamba amezaliwa upya, kwa sababu sasa ashajikomboa na mambo yote ya ovyo ovyo. Seuze ikiwa sasa katoa kiapo cha utii kwa kiongozi atakayesimamia mambo yote hayo. Na pale ndipo Mungu aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ndio pakawepo na Eidul Akbar ile ambayo imo katika vitabu vya Waislamu. Sasa hiyo ndio concept ya Kiislamu. Na ndio utaona kwamba sisi katika mwaka mpya huu wa Kiislamu, na concept ya mwaka mpya na sherehe, hata sherehe ya kuzaliwa kwako wewe unapoamua kufanya birthday kama wanavyosema, maana yake nini? Ni kujitathmini ulipotoka na hapo ulipokwepo, na kujipanga kwenda huko unapokwenda sasa hivi. Mwaka mpya kwetu sisi Waislamu hauna maana kama hauwezi kufanya umma wa Kiislamu ukazaliwa upya, kama hauwezi kuwa ni chachu ya umma wa Kiislamu kuzaliwa upya, kutathmini jana yake na kupanga kesho yake, ikiwa ni mujarradi tu wa furaha na mapumziko. Kwetu Kiislamu hauna maana. Na ndio maana tunapochukua tukio la kihistoria kama la Karbala, maana yake ni kuleta chachu ya mwamko, chachu ya ukombozi, ili umma wa Kiislamu uzaliwe upya. Tajdidu, tunasema tajdid, reformation, ni kule kuzaliwa upya kwa Uislamu. Na hili haliwezi kuwa mpaka kila mmoja katika sisi ajifanyie tathmini. Mimi nina kasoro zangu ninazifahamu. Unapoingia mwaka mpya, maana yake najimurika kwamba mangapi ambayo nimefanikiwa kupambana nayo nikayashinda,
na ninatakiwa niingie vipi katika mwaka mpya wa Kiislamu, nina ajenda gani kwenda mbeleni huko kwa ajili ya kujikomboa mimi. Na ndio concept ya Karbala. Tunapokaa majalisi haya tukalia, tukatokwa na machozi, yale machozi yanatakiwa yawe ni chachu ya kutuamsha na kuleta ari ya ukombozi wa umma wa Kiislamu. Ndugu zangu, tukisema ukombozi wa umma wa Kiislamu, maanake ukombozi wa mmoja mmoja katika sisi, na ukombozi haupatikani ila pale mwanadamu atakapofanikiwa kuwa na udhibiti wa nafsi, self control, kumshinda shetani. Pale ndio mwanzo wa ukombozi wa umma. Kila mmoja katika sisi amurike zile tabia zake. Kama kila mmoja anaamini yuko sawa sawa, amefika, ambapo ni kosa hilo, basi hawezi kubadilika. Kubadilika ni lazima ukiri yale makosa ulokuwa nayo na madhaifu. Ndio utaona kwamba tatizo letu sisi tunapomzungumza kijana katika Uislamu, ambaye tumemzungumza jana kwamba Afrika ni 60% ni vijana. Vijana ni chachu ya maendeleo, ni injini ya maendeleo ya watu. Tunapomzungumza huyu kijana, utagundua kwamba kijana wetu na kijana wa ulimwengu wa tatu kwa ujumla ni kijana aliyopewa material kuliko fikra. Maanake hata baba mzuri kwetu sisi ni yule anayetoa material kwa mtoto. Atampa hiki, atampa nauli, atampa gari, atampa nyumba, atampa hiki na kile. Huyo ndio baba mzuri. Kwa hivyo anayetoa material ndio baba mzuri. Anayetoa fikra anaonekana kwamba siye. Na tunaelewana hivi. Na hata nchi zetu, wanasiasa wanapoamiliana na vijana, namna ya kuwadhibiti vijana na kutengeneza utii, loyalty kwa vijana, ni kuwapa material, sio kuwapa fikra. Kisha yale material hayajengi wala hayamuendelezi mtu kama hana fikra sahihi. Mugabe aliyekuwa rais wa Zimbabwe, alipowatoa wazungu katika mashamba, walikuwa wazungu, kwa wale wanaofahamu, walikuwa na mashamba ya kulima mazao mbalimbali, lakini walikuwa na mashamba kwa ajili ya mifugo mbalimbali, lakini walikuwa wanauza bidhaa za mifugo yao mpaka nje ya Zimbabwe, maziwa, ngozi na vitu vingine mbalimbali. Kwa hiyo ilikuwa inafahamika Zimbabwe kwa uzalishaji wa mazao ya mifugo na ya kilimo. Lakini kwa sababu ya siasa na hatari ya kuona kwamba Mugabe atakosa public opinion, atakosa watu, alichokifanya nini? Aliwanyang'anya wale wazungu yale mashamba, akawapa nani? Akawapa wa Zimbabwe, wa vijana waingie wamiliki uchumi wao. Na mara nyingi mnaweza mkaambia, tunataka mshike uchumi wenu nyie wenyewe. Unapopewa uchumi bila fikra, bila idea, ni maafa. Na ndio utaona kwamba tatizo la Afrika na tatizo la Waislamu na nchi zao duniani sio mali, sio material. Yani wana gesi, wana mafuta ghafi, wana madini mbalimbali katika nchi za Waislamu, katika nchi za Afrika. Tatizo lao kubwa ni fikra. Je, wana fikra sahihi? Wana skills? Ndio maana yale mashamba yalikufa mara moja. Mara moja yalikufa. Na mpaka kesho hayapo. Lakini yalikuwa ni mali. Ndio hata leo hii ukiwa na familia ambayo vijana wamepewa material, hawana skills, hawana fikra, hawana idea, kitizame kifo chao mapema sana, kifo cha uchumi wao na mustakabali wao. Yule baba aliyoacha akawapa material tu, kabla hajaoza kule karibuni, jamaa washapambana huku na wanakwenda mbio kumaliza. Na mahali fulani tuliwahi kutoa mfano tukasema, lau kama nchi kama Tanzania tungehamishwa sote, sisi sote tukahamishwa
tukapelekwa Ujerumani pale, alafu wazungu wale Ujerumani wote wakahamishwa kaletwa Tanzania. Kisha tukapewa miaka 5 tu, alafu wakaguza wakaja kukagua hali itakuwaje. Ile Ujerumani itakuwa vipi baada ya miaka 5 na Tanzania itakuwa vipi baada ya miaka 5? Unaweza ukaelewa mwenyewe kitu gani kitatokea, sio? Tutaikuta Ujerumani sio imerudi nyuma miaka 5, itarudi nyuma 20. Alafu pengine hii Tanzania tutaikuta imekwenda mbele miaka karibu 10. Lakini walopelekwa pale binadamu, lakini wana skills, material ni yale yale, sio? Lakini wana fikra. Mabenki mengi na makampuni ya kutoa mikopo zamani yakitoa mikopo sana, alafu ile mikopo kwa vijana ikitoweka, kesi za hapa na pale, mtu kama alikopeshwa ni gari au chombo fulani anakiacha anakimbia na halipi. Mabenki mengi yalipata hasara, na taasisi nyingi za fedha zilizokuwa zinatoa mikopo zilipata hasara. Baadaye wakagundua tatizo ni nini, kwamba tatizo tunawapa watu material, hatuwapi idea na fikra. Na mtu ukitangaza mikopo, hata asiyekuwa na mradi atakuja, sio? Mseme kesho tunatoa mkopo, watakuja hata wasiokuwa na idea ya biashara na watapigania kuchukua. Sasa walipogundua, ikawa kazi yao nini? Kuhakikisha kwamba wale tunaowapa mkopo lazima tuwafanyie semina za ujasiriamali, kuwafundisha namna gani wanaweza kutunza fedha, namna gani wanaweza kutunza rekodi, namna gani wanaweza kufanya kadha na kadha na kadha, ili pesa yetu pia isipotee. Nadhani wengi katika nyinyi mmeshawahi kusikia hizo semina. Benki fulani nafanya semina kuwafundisheni ule mkopo muamiliane nao vipi. Ile ndio fikra yenyewe, na mkopo ni material tu. Sasa baadaye mtu sana anaanza daftari lake, anakusanya mahesabu, anajua kinachoingia kinachotoka, anadhibiti matumizi yake, anaweza kulinda mali. Tatizo letu kubwa ni hilo, na vijana hawataki idea, hawataki fikra. Wanakuona una mdomo mwingi, we tupe tuondoke. Wanachotaka mpesa, mwanasiasa anayetoa ndio mzuri. Na hatari ya kumpa material bila fikra ni kubwa sana. Ukimzoesha hivyo, akizimaliza atarudi nyuma apewe nyingine. Lakini anaweza kuyatumia ile material dhidi ya yule alompa, kwa sababu hajapewa fikra sahihi. Nasema mara nyingi, tizama, ukimpa gari asiyekuwa dereva. Gari ni kitu na thamani, sio? Lakini sio dereva. Ni jambo gani litatokea? Sio tu kwamba atalitia mtaroni lile gari, bali atamgonga nalo traffic. Yule anayesimamia usalama barabarani atagonga mataa yale ya barabarani. Sasa kumpa tu gari na yeye hana skills za kuendesha, wewe utakuwa umesababisha maafa. Na hawa vijana wetu ndio hivyo ilivyokuwa. Tukiwa na kundi la vijana katika jamii yetu, hatujawapa skills, ni tatizo kubwa. Na sisi tatizo letu katika Uislamu, tunaisherehekea mwaka mpya, hebu tutizame. Manake katika vitu vinavyopimwa ni kutizama fasihi ya watu. Je, fasihi ya watu ina ukombozi ndani yake? Ile literature. Hebu katizameni kasida zetu kwenye sherehe zetu. Ni kasida zinazopambana dhidi ya unyonge, udhalili, taghuti, zinazungumza kuhusu mustadhafina. Ni kasida zinazungumza kuhusu mapambano na ukombozi. Tumeishia kusifu tu. Sio vibaya, na hasa tunaposifu watu kama Ahlul Bait. Lakini wao wanahitajia sifa tu, alafu tukomee hapo. Haya, mtume tushamsifu sana, masha Allah. Tena hatujamsifu tukafikia kadri ya sifa zake. Ni kweli, tumemsifu mtume mpaka mwendo wake, rangi yake, tabia zake. Alafu baada ya hapo
Kwa hivyo hakuna literature yetu, fasihi yetu, katika kasida, katika nyimbo, katika mashairi hazizungumzi ukombozi. Ala aqali katika azaa kidogo watu wanazungumza concept ya ukombozi, haihata minna adhilla, haihata minna adhilla. Lakini lau kasida zetu tungewekeza katika kumkomboa mtu, hata angalau angeamka. Unaona watu wasiokuwa na fikra, wana material tu, tatizo lao ni nini? Leo nimesema mahala fulani kwamba lau kama rais wa nchi fulani kama za kwetu hizi angewakusanya wanadini wote, Waislamu wakakusanywa Ikulu ya Kenya, ya Tanzania, ya Uganda, ya mahala fulani, alafu kila kundi katika wao likapewa faragha na kiongozi wa nchi, alafu kiongozi wa nchi akawatokea akawaambia, jamani, nyie mna shida gani, tuwasaidie? Yale majibu yatakayotolewa yatakupa picha ya kwamba huyu ana fikra, hana fikra. Hivi nyie mnadhani kwamba Waislamu wakikusanywa na kiongozi wa nchi wakaulizwa mna tatizo gani, watasema nini? Na Wakristo watasemaje? Alafu na tungekuwa na Mayahudi wangesemaje? Hawa mabudha tulokuwa nao, Wahindi wale, unadhani watasema nini? Pale ndio utakapofahamu hawa watu wana level gani. Watu wanaweza kufika pale wakazungumza mbele ya rais na nafasi ile, kwa sababu sisi tumeshuhudia viongozi wakubwa wanapoletwa katika shughuli zetu kama wageni rasmi, kisha wanaandikiwa risala. Ile risala sinaonyesha mnataka nini, sio? Sasa nyinyi mmepewa fursa kuwakilisha umma, kiongozi wa nchi anakuuliza mnataka nini? Unajua mheshimiwa rais, sisi kila Ramadhani inapoingia bwana, ushuru kwenye tende zetu, tende za Ramadhani ni mkubwa sana, tunaomba mtuondolee ushuru kwenye tende. Haya si mambo ya ajabu ndugu zangu, ndio mambo tuliokuwa nayo sisi Mara nyingine tende zinachelewa mpaka Ramadhani inakaribia kuisha ndo zinatolewa, watutolee haraka zile tende. Au mwingine wanaweza kusema kwamba mheshimiwa, tumeshukuru sana kwa mwaliko huu, tunaomba mwaliko huu usiwe mwisho, uendelee kuwepo. Jamani, haya hamjawahi kuyasikia? Kwamba mentality yetu na mahala tunapoona ni hapo. Ndio maana Imam Ali anasema yatiru almar'u bihimmatihi kama yatiru tayru bijanahihi. Mwanadamu kadri anapokuwa na malengo madogo inaonyesha udogo wa akili yake. Mtu unaweza ukawa huna kitu, lakini unasema nataka nipate pato la milioni 100 kwa mwezi. Mtaanza vipi sijui, lakini nataka hilo. Huyu mtu ni mkubwa huyu. Anafikiria mbali, sio? Imam Ali anasema binadamu anaweza kupaa kwa malengo yake kama anavyopaa ndege kwa mbawa zake. Yale malengo yakakufanya upae kama ndege. Sasa umma ukiwa mdogo kiasi hicho, unatizama kesho, hautizame kesho kutwa, hauna mipango ya miaka 50, ndio ule utazungumzia kwamba sisi mheshimiwa rais miaka 2 sasa hivi hatujalikwa iftari, ilikuwa ni kawaida yako kutualika, tunaomba ada hiyo isiishe. Kwa sababu akili yao iko pale. Ndio nikawaambia mahala fulani siku moja kwamba hata tukizungumza israfu nini, akili yetu moja kwa moja inaenda kwenye chakula. Yaani hatujui israfu nyingine isiyokuwa kwenye chakula. Hatujui kwamba israfu inawezekana katika kila kitu. Inawezekana katika muda wako, katika uhusiano wako wa kijinsia. Qur'ani inazungumza kwamba watu wa Luti walikuwa katika musrifin. Sasa vijana wetu wanahitajia zaidi ya material. Wakikosa fikra, ukiwapa mtaji wakamaliza, watarudi kuomba mtaji mwingine.
Jana nilisema kwamba kule Arusha pakifungwa Mererani huwa tunaona mazingira ya Arusha yakoje. Bodaboda lao zingezuiliwa, na mtaona siasa ya nchi zetu, watu kama wenye bodaboda wataendelea kuwa ni watu muhimu sana kwenye siasa, lakini ni watu ambao hawapewi skills, hawapewi fikra, hawapewi mtazamo kwamba akikosa bodaboda ana option gani, anawezaje kupambana na maisha. Kwa hiyo akikosa, kinachofuata nini? Ni violence. Kitakachofuata ni mapambano. Wakati ule kiongozi yoyote ya kisiasa akisema mnaona hali yenu ni kwa sababu ya kiongozi, wale watasema ndio, upepo wote ule utawachukua. Nadhani tumeelewana hapo. Sasa hili ndio jambo la msingi sana tunapaswa tulielewe kwa vijana wetu. Na sisi katika mazungumzo yetu ya jana tulijaribu kuelezea kijana nani. Tukaona kuna mirengo miwili. Wa kwanza ni ule ambao unamtambulisha kijana kwa kuzingatia nini? Miaka. Na hili tulilikosoa kwamba si sahihi. Umoja wa Mataifa unasema baina ya miaka 15 na 24. Umoja wa Afrika baina ya miaka 15 na 35. Commonwealth na yenyewe ina taarifu yake ya kijana kwa kuzingatia miaka. WHO na ILO, yani shirika la afya na shirika la kazi duniani, wana miaka hiyo hiyo ya Umoja wa Mataifa kwa sababu ni mawakala wao. Na watu wengi wana taarifu tofauti. Hata ukienda kwenye chama kama CCM ambacho kina umoja wa vijana, kuna taarifu ya kijana nani, sio? Pengine ukaenda ukaambiwa wewe ushavuka, wewe si kijana bwana, wewe katafute mlango mwingine uingie. Kijana kwetu ni huyu. Na tumeona kwamba kigezo cha umri, kipimo cha umri si sahihi. Tumetoa mifano kadhaa. Lakini kipimo cha Qur'ani ni kipimo namba 2, ni kile kipimo ambacho kinamzingatia kijana kwa misingi ya nini? Ya uwezo na nguvu alizokuwa nazo. Kwa misingi ya uwezo na nguvu. Na kamusi kadhaa za Kiswahili zimesema mazingatio ya ujana katika kijana sio suala la miaka, bali ni uwezo na nguvu alizokuwa nazo, kwa sababu matarajio ni kuzitumia zile nguvu kuzielekeza katika yale malengo ya kijamii yaliyokusudiwa. Na ndio tukaona balagha ashuddahu, walamma balagha ashuddahu, alipofikia ukamilifu wa mwili wenye nguvu, wakati ule anaweza kupigana, anaweza kubeba vitu vizito, anaweza kwenda mbio zaidi, anaweza kuswali tahajjudi usiku kucha, anaweza kufanya dhikri usiku kucha, anaweza kufanya ibada yoyote, anaweza kufunga sunna zote. Ana nguvu, anaweza. Balagha ashuddahu. Amma wastawa, na hapa ndipo ambapo tulikuwa tukipazungumza. Ulama kadhaa tumewanukuu kama vile Ash-Sha'rawi na Sheikh Makarim Shirazi, Ayatullah Al-Mudarrisi na wengine, katika hii concept ya istawa, akawa sawa sawa, yani akakamilisha, akakomaa kiakili. Tumesema katika Uislamu kuna uwiano mkubwa baina ya kukua kwa mwili na kukua kwa akili, na tumeona kwa aya kadhaa za Qur'an. Lakini Sha'rawi anasema al-istiwa'u iktimalu an-nudhji al-aqli wal-atifi, ni kule kukomaa, an-nudhji, kukomaa kiakili na kihisia. Nikizungumza kihisia, sio zile hisia tu mnazozifahamu. Kihisia maana yake ana uwezo vile vile wa kuhisi wengine wanataka nini kwake. Saikolojia yake imekuwa, anaweza kuwaelewa watu na kuzisoma hisia zao. Hiyo ndio maana istawa. Haya ni maneno ya Ash-Sha'rawi.
Kwa hiyo kijana ni mtu huyu, na hii ni nukta muhimu sana, naomba tusikilizane. Ni kule kukamilika personality ya mtu, shakhsia yake na uzoefu. Kashatoka utotoni, sasa amefikia mahala ana vitu vingi vimeshamfundisha. Kijana ni mtu ambaye anaanza kutengeneza ile shakhsia yake. Yaani mtu akishaanza kujitizama kwamba anaonekana vipi na watu, anajali mavazi yake, anajali muonekano, anajali akitoka watu watamuona vipi, ni wakati ambapo anataka shakhsia yake ionekane, na hupenda aonekane kwamba yeye amekuwa. Wakati huo identity yake anataka ijulikane. Na kwa bahati mbaya vijana huona wamekuwa kwa kiasi cha ajabu. Unaweza ukawa unamzaa ukamwambia hujambo, akakwambia salama, kwa sababu kwetu anaona kana kwamba unataka kumwambia wewe bado hujakuwa. Ndio yale tuliwahi kusema kwamba hata kama anavuta sigara, basi ile sigara akivuta atavuta wakati wote bwana, atavuta kupitiliza hata akawazidi wale wanaovuta siku zote, na anataka kila mtu amuone kwamba na yeye sasa amekuwa mvuta sigara. Kwa sababu jogoo likianza kuwika linawika wakati wote, alijali muda wa kuwika. Naweza kawika hata mchana, nataka kutangaza kwamba na mimi nimo, na mimi nishakuwa, sio? Kwa hiyo linawika wakati wote. Ujana ni kipindi ambacho kijana anajali sana kwamba jamii inamuonaje. Mavazi yake yanaanza kubadilika. Ndio mmeona vijana wa sasa hivi, tutakuja kuyazungumza huko. Sasa kijana wa sasa hivi anataka media pia, watu wamuone katika media amevaa vipi, ana muonekano gani, na kama kuna mtu anamuiga pale utaona nywele zake, utaona mambo yake mengi. Kwa hiyo ni wakati wa kudhihirisha shakhsia yako kwa watu, wakutambue na wewe kwamba umo, na wakuone kwa muundo fulani. Ndio wakati kama ana visenti atatumia perfume sana. Kama wakati huo kidogo na yeye anajipulizia. Nguo ambazo amezionaona katika mitandao na yeye anaitafuta ainunue. Sasa ule ni wakati wa kutaka kuburuz, aonekane na yeye na jamii kwamba sasa huyu ni mtu kamili, amekamilika. Kwa hivyo kuna kukua vile vile shakhsia, na shakhsia yake ni kwamba anataka jamii imuoneje. Makarimu Shirazi anasema al-istiwa'u an-nudju al-aqli wal-fikri, ni kukua kwa akili na kukua kwa fikra. Ana uwezo wa kufikiria, kuchanganua mawazo, kupanga mambo, anakabilia hiyo ya kupokea mawazo. Haya ndio makusudio. Jana tumesoma aya inayosema kwamba Mungu kakuumbeni kutokana na udhaifu. Kisha baada ya udhaifu akajalia kuwa, nguvu, maana ujana. Kisha baada ya hapo udhaifu. Lakini tufahamu, namalizia mazungumzo yetu ya leo, kama ambavyo kijana tumemuelezea kwa namna ile ni mtu mwenye nguvu na uwezo, amefikia wakati fulani anaweza kufanya mambo makubwa. Jamii vile vile, jamii, kuna jamii ambayo ni mtoto, kuna jamii ambayo ni kijana, kuna jamii ambayo imefikia umri wa uzee. Sisi katika nchi zetu, jamii zetu bado hazijabalere, bado ni jamii ambazo zinakuwa, na kwa bahati mbaya zinakuwa taratibu sana. Kama ambavyo mtu anaweza kudumaa hakui, jamii zetu zimedumaa vile vile, hazikui. Tutazungumza nchi kama vile Uingereza, ishakuwa mzee yule, alikuwa mtu mkubwa, akashika hatamu katika dunia hii,
akaendesha mambo ya ulimwengu huu, akaitawala mpaka Marekani, lakini sasa hivi ashaanza kuwa mbabu, anajikongoja, sio? Hana nafasi. Lakini sisi bado hatujakuwa, na kwa bahati mbaya bado mtegemezi, tunalelewa. Tunapozungumza ujana wa kijana, lazima tuzungumze ujana wa jamii vile vile, na hili ndilo ambalo tutaanza nalo insha Allah katika mazungumzo yetu yajayo. Nas'alullah al-auna wa tawfiqa lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.